Kongosho ni sehemu gani ya mwili? Kongosho ni sehemu inaitwa pancreas kwa kizungu. Mgongo ama backbone. Elbow inakuwa nyuma ya mgongo. Yaani mtu anapoinama anatembea mkongosho. Kongosho inasaidia katika kusaga chakula kwa mwili kama digestion. Kama vitu kama honey na mixtures of honeys nini. Tunaita pancreas. Ni sehemu ya ndani ya mwili. Iko karibu na maini. Nyuma ya kichwa. Kifua. Huwa inapakana na ini na wegu. Ndio inaitwa kongosho. Mimi sijui ni sehemu gani ya mwili. I think ni occiput. Hapa. Kongosho ni pancreas katika mwili. Ni sehemu ambayo inatumika kusafisha damu kwa mwili. No, kongosho ni kuchanganya vitu, si sehemu ya mwili. Kitu kinakaa uchungu sana ndio kinakaa katika sehemu ya tumbo ya mwanadamu ndani. I think ni nyongo. Ni sehemu ya usagaji wa chakula mbele ya tumbo. Ni nyongo. Inasaidia kwa digestion, ni kama pancreas. Ni sehemu ya kiganja ya mkono ya kushoto. Kile kisehemu kidogo cha mfupa wa mgongo. Uzuri watu wanajua sehemu za mwili. Lakini nilisema kongosho. Yule bechekeja ni ukiinama unatembea kongosho. Kwenda kusema mkongojo. Ngoja Sasa mtazamaji, mmepata vitu vingi. Kongosho ni kiungo ambacho kiko nyuma ya tumbo na kwa kweli kinasaidia sana kwenye kumeng'enya chakula, kutoa kimeng'enyo, yani digestive enzymes ambazo zinaenda kusaidia katika kusaga chakula, na inashikana pamoja na sehemu ya mwili ambayo inaitwa duodenum hapo chini hapo. Kwa hivyo kimsingi kwamba hii ni kiungo muhimu sana unapokula chakula, kiungo kinachosaidia kutoa vimeng'enya ili kusaidia kusaga kile chakula inaitwa kongosho ambayo ndio pancreas. Na pia ukiathirika kwa ugonjwa ama ajali utapata ugonjwa wa kisukari kwa sababu kongosho hiyo ndio inatoa ile homoni ya kusawazisha sukari mwilini. Kwa hivyo ugonjwa wa kisukari ukiupata inamaanisha una shida kwenye kongosho. Haya, Nafasiki ni mtu wa aina gani? Mtu mwenye tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Anapenda tabia za uzinifu. Na ndio hata ukienda kwenye kamusi nyingi zinakuambia huo ni ufuska. Kwa Kiingereza wanasema people who like prostitution or fornication. Yani tabia za uzinzi. Ndio wanasema huo huo ni fasiki. Bad manners. Mbona unatabasamu? Una shida gani wewe? Yani mwingine anajibu swali kwa hasira. Yani anajibu kwa hasira. Bad manners. Mlowezi ni mtu wa aina gani? Mlowezi ni yule anaenda, kuna mlozi na kuna mlowezi. Mlowezi ni yule mtu ambaye anaenda kwenye sehemu, akae, apapende mahali pale, akatae kutoka, awe mwenyeji huko. Sasa huyo ni mlowezi. Settler. Settler. Mlowezi ni settler. Lakini kuna mlozi ambaye ni mchawi. Kwa hivyo kama unatuangalia na wewe mwenye tabia hiyo, wacha kutoka leo. Anapenda kutumia mambo ya uchawi kuwaathiri wengine. Anatumia uchawi kuwadhuru wengine. Wewe ndio mlozi. Kwa hivyo kama mlowezi ni settler, squatter ni nani? Squatter ni mtu anaenda kuvamia eneo la ambalo si la kwake, akaishi kwa kutegatega kama mwenyewe hata kuja. Haya, sawa. Sasa tuingie kwenye nipe nikupe. Tuko naye Talam. Talam, hujambo? Sijambo, shikamoni. Marhaba. Huyu hata amenifurahisha. Haya, Munene, endelea. Talam. Hata nishaogopa. Haya, leo tunabadilishana maneno ambayo yanaisha na show. Kama hiyo kongosho hiyo. Yes. Show. Rais wa kwanza wa taifa hili alikuwa anapenda mgwisho. Au. Nasema? Ukikimbia, ukimaliza tunasema umefika mwisho. Alafu sasa Bakari akipata mshahara tunajua amepata posho. Na ukikimbia sana kwa desturi lazima utatoa jasho. Na kule kwa wafugaji ili mifugo wasiathirike na magonjwa wanawapeleka kwenye josho. Talam yupo kweli? Unasikiza ama Talam? Akupendae anakupeleka kwao, anakufanyia utambulisho. Na ukifika utapewa makaribisho. Na tutakwambia kwa heri ili Bakari atufanyie hitimisho.
Taalamu. Taalamu. Inakaa kama huko umefanya makaribisho na matayarisho. Jaribu kesho. Lakini Taalamu peke yake ndio wa kwanza ametupatia shikamoo. Sema jamani, hamjambo, shikamoni. Safi. Kwa hivyo kwa hilo asante sana. Asante sana. Hai, hebu sasa tumpishe Nuzberi Bakari aweze kutukania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri mie wananiita Al-Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari, na shairi langu la leo ni kwenda kwa wanasiasa. Nendeni muuze sera, sio hasira. Na kwenda kama mtakavyolisikia. Mambo yanavyotokea nuni na wasiwasi, naomba kuwahusia wa Kenya kadamnasi. Siasa ukiingia kuna raha na mikosi. Enyi vyama vya siasa naomba muuze sera. Mnapotangaza sera kwa miji na vitongoji, uzeni bila hasira, kiburi na ujuaji. Tumieni lugha bora ikiwa mwatuhitaji. Enyi vyama vya siasa naomba muuze sera. Msitumie lazima kutafuta wanachama. Ongeni kwa heshima bila ya kutuzogoma. Hebu iuzeni dhima na sera za hicho chama. Enyi vyama vya siasa naomba muuze sera. Wala msifosi watu kuwafuatanye. Kiona kadamnasi mnataka muingie. Msijifanye wadosi, omba kwa kukubalie. Enyi vyama vya siasa naomba muuze sera. Kenya inaheshimika kama taifa komavu, lisije kuvurugika kwa huo wenu tovu. Sifa zikamomonyoka tukaitwa wapumbavu. Enyi vyama vya siasa naomba muuze sera. Enyi vyama vya siasa naomba muuze sera. Kwaheri mtazamaji, tunakutakia wikendi njema.